Usi aliyekuwa anakaa katika ile nchi ya Usi. Ayubu 38 mstari wa kwanza na wa pili. Nitasoma kwa jina la Yesu. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, ni nani huyu atiaye ushauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Hapa ukisoma kuanzia 37 kurudi nyuma mpaka mstari wa pili, tunaona matukio mengi ambayo Ayubu alipitia, si ndio? Changamoto mbalimbali kwa habari ya watoto, kwa habari ya biashara yake ya kazi za mikono, wanyama, mifugo, kwa habari ya afya yake pia, changamoto kati yake na mke wake, changamoto kati yake na marafiki zake. Kwa kulikuwa na changamoto kila eneo. Nia na kusudi changamoto zote zile zilikuwa ni kumtoa Ayubu kwenye kusudi la Mungu, kumtoa Ayubu kwenye imani, kumtoa Ayubu kwenye ahadi, kumtoa Ayubu kwenye upendo wa Mungu, kumtoa Ayubu kwenye mahusiano. Kwa unaweza kaona namna ambavyo shetani anatumia njia mbalimbali kukutoa kwenye mahusiano. Anaweza akaamua kushambulia kila kitu. Anachotaka, anataka kutoe kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu asilimia kubwa huwa anaangalia vitu vinavyoonekana. Akiangalia mali zake azione, watoto awaone, afya ndio hivyo mgogoro. Ndani mke na mume, tena ndio mwanamke anamwambia bwana, wewe mimi sikuelewi. Sio, umeelewa? Hizi ni changamoto. Zote changamoto hizo zinakuja nia na kusudi kutoka kwa Mungu. Kama mpendwa, ambaye unamwamini Yesu Kristo, unatakiwa ujue hiyo siri ya kwamba changamoto yoyote inayotokea ndani ya maisha yako inakuja kukutoa ama kukutenganisha na Mungu. Ukielewa hivyo, manake hautalaumu chochote kwa habari ya Mungu. Mawazo yako hayatakuwa kwenye kulaumu Mungu, bali kumwomba Mungu akusaidie namna ya kupita katika hizo changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amina. Wakati wote ndani ya muda huu hatujui ilikuwa miaka mingapi, miezi mingapi au muda gani. Mungu alikuwa amenyamaza kimya. Hakumjibu wala hakusema chochote. Lakini si kwamba Mungu hakuwa ameongea. Huwa anamwambia hata ndani ya ukimya Mungu anazungumza. Ndani ya kimya Mungu anaongea. Shida ni kwa sababu hatujui namna ya kusikiliza hata ndani ya hiyo giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatujui namna ya kusikiliza. Alishaongea na Ayubu, lakini ukiangalia kwa hali ya kawaida ni kama vile hakumjibu. Lakini alishasema naye kwenye 33 mstari wa 18, Mungu usema na mtu mara ya kwanza akamkumbusha. Lakini ile sentensi bado haiwezekani, akawa anadai haki. Umeelewa? Ayubu alikuwa anadai haki. Na kuaje mimi nafanya hivi, nimetoa hivi, kila siku nafanya hivi kwa ajili yangu mimi, hata kama basi ni watoto nilikuwa natoa sadaka kwa ajili ya watoto. Kila siku Ayubu alikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya watoto wake. Kila siku alihakikisha anaishi maisha mazuri, ana mahusiano mazuri na Mungu. Kwa alipoangalia yale maisha aliyokuwa anaishi, akaangalia namna alivyokuwa anamwamini Mungu, namna alivyokuwa anamtolea Mungu, akawa anajaribu na yeye kama mwanadamu mwenye mwili na tabia kama sisi, kama ilivyokuwa kwa Elia. Akaanza kujiuliza, Mungu shida nini? Nimekosea sehemu gani? Mungu ana namna gani? Baba gani huko hivi? Mbona umeniacha kiasi hiki? Shida ni nini? Muda wote huo Mungu hakuzungumza. Alimwacha. Kwa nini? Alikuwa anaangalia. Alikuwa anampa nafasi ili anapokuja kumpa thawabu, ampe thawabu ambayo ni kamili, iliyokamilika, ambayo haitakuwa na maswali. Ukimya ule ilikuwa ni darasa, anamfundisha
anataka kuangalia nikiwa kimya, wakati sizungumzi, yeye huwa anajisikiaje? Bado anaweza kaona kama nimemwacha, bado anaweza kuendelea kuniamini, au bado ataniona sifai. Hiyo alimpa nafasi. Alikuwa ni darasani, yuko darasani anafanya mtihani, alafu mtihani wenyewe anaofanya hajawahi kusoma. Unaweza kuelewa namna ambavyo jasho linatoka kwenye mikono. Wapendwa wenzangu, nafikiri mnakumbuka, utatafuna kifuniko kile mpaka basi kio kicheki swali la kwanza, la pili, la tatu, hujawahi wala mwalimu hajawahi kufundisha. Mle ndani anatafuta kuona ni namna gani anapendeza hata katika ile. Kumbuka kulikuwa na mashindano. Shetani anataka ashinde na Mungu anataka ashinde. Shetani ameshaharibu kila kitu, ametulia yuko pembeni. Mungu amemruhusu naye ametulia yuko pembeni. Kila mmoja, nilisema, Mungu anamtaka mwanadamu ili atimize kusudi lake, na Shetani naye anamhitaji mwanadamu ili na yeye aweze kutimiza kusudi lake. Kwa unaweza kuona namna wanapogombaniwa. Kwa wote wako pembeni wanamwangalia huyu nani? Mwanadamu anachagua upande gani? Siku zote huwa nasema usiruhusu mateso ya kupeleke kwa adui. Usiruhusu shida ikupeleke kwa Shetani. Usiruhusu kwenye maisha yako. Usiruhusu chochote kipata nafasi ambacho si cha Mungu. Sasa ndani ya muda huo ulipofika na wakati, kwa sababu Mungu ni Mungu wa majira na nyakati, ndipo anapokuja kumjibu sasa kupitia hii Ayubu 38 mstari wa kwanza. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, ni nani huyu atiaye ushauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Anasisitiza ni nani? Mashauri yangu, maamuzi yangu ninayoyafanya, ni nani anaweka uchafu ninapoamua kufanya jambo? Ni nani ananipangia? Ndio majibu ambayo anakuja kujibu. Anamuuliza maswali. Wapendwa, kuna wakati unaomba Mungu, unataka Mungu ajibu maombi yako, si ndio? Na wakati huo kuna rafiki zako nao wanaomba Mungu, wanataka kujua wale unapitia hiyo changamoto. Alafu Mungu anakuja naye, badala aje kujibu hayo majibu yenu, anakuja naye kuuliza maswali. Hapo ndo patana. Kwa nini anakuja kuuliza maswali? Ni kwa sababu marafiki zake na Ayubu walimuona Ayubu huenda amekosea. Ayubu naye alikuwa anadai haki inayotokana na imani kama ilivyo kawaida. Lakini wote hao hakuna aliyeuliza kwa Mungu sababu ya Mungu kuruhusu nini. Kuna wakati nilisema sisi wote tunaomba maombi, na maombi yetu unaweza kukuta kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 12 ni maombi ya aina moja. Unapoomba maombi muda mrefu, ukamaliza, labda umefunga na ukafungulia, bado ile swala unataka kubadilisha maombi. Tamani Roho Mtakatifu akuelekeze niombeje katika swala hili. Wakati wa njaa ya miaka 3 ambayo Daudi alikuwa mfalme, Biblia inasema akaomba mwaka hadi mwaka ili mvua inyeshe, lakini Mungu hakuleta mvua. Ndipo Daudi akamuuliza Bwana. Umeona tofauti huko ameomba alafu anaenda kuuliza baada ya hiyo miaka. Mwaka na sadaka wakatoa, mvua hamna. Mwaka wa pili wakasema sasa kila kitu nabidi Mungu ametenda, tuwe na imani, mvua hakuna. Mwaka akasema sasa tunamalizika. Alipomuuliza Mungu akamwambia issue ile haikutakiwa kuomba. Ni kwa sababu ya Sauli aliyeua watu. Kuna damu inadai haki. Kodini na hii. Alafu mimi sina shida kwa habari ya hiyo. Mbona tofauti hiyo? Mbona hiyo tofauti? Angalia namna ambavyo Mungu anakuja kumjibu.
anaomba Mungu tufungulie mlango, tunaomba mvua, tunaomba nini? Mungu mimi sina shida na mvua, ipo. Ile nailetaje? Wakati kuna wanaodai haki, kuna wanaolia na iletaje? Na ishushaje? Alipouliza Mungu akamwambia, na akasema nifanyeje? Baada akapata na maelekezo, nenda kawasikilize wana wa Gideoni, watakachokwambia fanye hivyo. Na wale nao kutumia fursa hiyo. Akasema sisi tunataka watoto wake mfalme Sauli tuwachinje kama alivyochinja ndugu zetu. Mungu amesemaje? Watakachokuambia fanyeje? Fanya. Wasikilize. Maana kwa wakati mwingine majibu ya Mungu wengi tunatamani Mungu ajibu maombi yetu. Majibu ya Mungu yakija wakati mwingine tunasema bwana nisingeomba. Upige picha. Daudi ana Yonathan rafiki yake. Ana naye kwa Yonathan wamebaki pale. Alafu Mungu amemwambia wale watu atoyo, tunataka watoto sana. Wachinjwe kama walivyotuchinja sisi na wenyewe tuwachinje. Ndio tumalizaende wasala yetu ipoe. Yeye nataka uone namna ambavyo Mungu anajali. Namna ambavyo Mungu anajali. Lakini namna ambavyo Mungu anajibu. Mungu ajibu kama tunavyotaka sisi, wapendwa. Kuna wakati ajibu kama unavyotaka wewe. Kwa nini? Lazima ujue kwamba yeye yuko juu ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mungu alikuwa anajibu maombi ya Ayubu mbali ya muda mrefu kwa kutaka afahamu, mpaka alikuwa anataka afahamu kuwa kuna tofauti kubwa kati yake na Muumbaji ambaye ndiye Mungu mwenyewe. Ataka ajue kwamba Ayubu, mimi na wewe ni tofauti. Yaani mimi sipelekeshwi na mtu yote. Mimi na maamuzi ya kufanya